Bwana, ripoti zinatokea Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, ambapo leo tulikuwa tukifuatilia rufaa ya waliotiwa hatiani kwa kesi ya kumbaka na kumlawiti binti wa Yombo Dovya. Hapa nawazungumzia vijana wanne, mojawapo akiwa Nyundo pamoja na wenzake watatu. Sasa leo walikuwa wamekata rufaa kesi yao na ikasikilizwa hapa, lakini kutokana na muda na mawakili watetezi kuja na nyaraka mbalimbali ambazo zitafanya utetezi kwa vijana hao, kwa hiyo muda ukaonekana ni mchache. Kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa mpaka Juni 9 mwaka huu 2025. Huyu hapa wakili mtetezi Meshack Ngamando anazungumza hapa kupitia video hii, ambapo leo tulikuja katika siku ya kwanza usikilizwaji wa shauri la rufaa la kina wateja wetu ambao walihukumiwa kufungwa maisha, ambao ni akina Nyundo pamoja na wenzake, ambapo baada ya kuwa wameshahukumiwa kwenye kesi ya msingi tulikata rufaa, ambao rufaa yetu ile tulikata ikiwa na sababu 33. Lakini kwa leo wakati tumeanza kusikiliza tulizikategorize zile sababu zikawa ziko katika mafungu 9, ambapo leo tumejadili mafungu mawili tu ambao tumejadili effectively, ambayo kundi la kwanza tulianza kuijadili charge sheet, mapungufu ya charge sheet, na kundi la pili tukaja kujadili masuala ya ambayo yalikuwa ni masuala ya caution statement, yale maelezo ya onyo ya mtuhumiwa, ambapo baada hadi kufikia saa 9 kamili basi pande zote kwa upande wetu tulikuwa tumeshachoka. Senior Wasonga kabidi ya muaddress judge kumuomba ili kesi hii iahirishwe mpaka tarehe nyingine. Kesi inakuja tarehe 9. Mwelekeo kwa haraka wa kesi yenyewe tangia siku ya kwanza ukoje? Mwelekeo kesi yenyewe wenyewe na hisi waandishi wa habari mlikuwa washuhuda, mlikuwepo mle ndani mnaangalia, kila kitu kilikuwa kinachukuliwa vizuri na mwenendo unaendelea vizuri. Na hisi mlikuwa mnaangalia. Nina imani mmeangalia wakati tunajadili charge sheet. Charge sheet ilikuwa ina mapungufu makubwa sana. Charge sheet, yani kuna procedure, vitu vingi ambavyo vilikuwa vina mapungufu, ambavyo ndo bado hata tarehe 9 mtakuja kuvisikia hivyo vingine tena, mapungufu mengine ambayo yalikuwepo katika kesi ya msingi. Kila mahakama ina mamlaka ya kutoa maamuzi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilitoa maamuzi kwa pressure ya jamii. Hapana. Mheshimiwa hakimu aliridhisha kutokana na ushahidi aliyousikiliza, aliridhika, ndio maana akatoa maamuzi yale. Lakini siwezi nikasema kwamba alitoa kwa sababu ya pressure ya jamii, hapana. Alitoa kulingana na yeye alichokiona kwenye mwenendo wa shauri zima. Na sisi tukaona kuna mapungufu na ndio maana tukakata rufaa. Kwa hiyo kila kitu yani yeye alifanya kwa level yake kuona kwamba ni sahihi. Lakini sasa uwezo ukaacha, lazima uende ngazi ya juu na yenyewe ende kaangalie. Sisi tutaupokea, yani na sisi hatuwezi tukapinga uamuzi wa mahakama. Mahakama ndio inayotoa maamuzi. Na kama tutaupinga kisheria, kama tulivyoupinga ule wa awali ambao tumeupinga kisheria, na hadi sasa hivi tuko tunaendelea nao.